Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Mapro Media, nikukaribisha katika segmenti ya kimichezo kutokea hapa ndani ya channel yako ya Mapro Media. Katika segmenti hii tunapata wasaa wa kujadili na kuchambua yale mengi ambayo hauyafahamu lakini yamejiri katika upande mzima wa kimichezo. Ni kwamba mwanafamilia wa Mapro Media ambaye bado haujaungana nasi, ni rahisi sana, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu, taarifa mbalimbali ambazo zinajiri na kuwekwa hapa kila siku. Yes, kama nilivyokueleza katika videos ambazo zimepita kwamba Young Africans wako njiani kuachana na baadhi ya wachezaji, lakini pia tayari wameanza kunyemelea saini za baadhi ya wachezaji kwa ajili ya kujiunga na kikosi cha Yanga. Sasa leo hii imethibitishwa kabisa kwamba aliyekuwa mshambuliaji wa klabu ya Yanga Prince Dube tayari ameachana rasmi na klabu hiyo na sasa amerejea katika klabu ya kwao ambayo amesaini tayari kandarasi ya miaka miwili kuweza kuitumikia timu hiyo ambayo ni timu yake yenye historia kubwa sana katika karia yake ya soka. Sasa unaambiwa Prince Dube siku ya juzi alikwenda nchini Zimbabwe kwa ajili ya kufanya negotiation na viongozi, lakini pia aliweza kuwasiliana na uongozi wa Yanga na kumpa kibali cha kwamba sasa anaweza kuendelea na maisha mengine nje ya Young Africans, ambapo kama tunafahamu alibakiza mkataba wa mwaka mmoja, lakini Young Africans kwa sababu ni moja kati ya timu ambazo wanajali maslahi ya wachezaji, basi wameweza kumruhusu na tayari amesaini kandarasi miaka miwili katika timu hiyo ambayo inashiriki ligi kuu ya Zimbabwe, na nafikiri atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kumbukumbu nzuri sana katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League, kwa sababu ametumikia katika ligi hii katika misimu mingi sana, akiwa na Azam FC, lakini baadaye akiwa na klabu ya soka ya Yanga kwa misimu takriban mitatu nafikiri, na hivyo kufikia msimu huu wa mwisho anaondoka na heshima kubwa sana. Anaondoka akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameshiriki kikamilifu katika kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League, kwa msimu wa 5 mfululizo. Kwa hiyo ni historia kubwa kwake, ni historia ambayo inakwenda kumwekea legacy katika karia yake ya soka. Kwa hiyo moja kati ya wachezaji ambao tayari ni rasmi kabisa imetangazwa official ni kwamba Prince Dube hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao, lakini pia kuna wengi ambao wanakuja kugewa thank you kutokana na sasa Young Africans inataka iendeleze kuboresha kikosi, kwa sababu ukiangalia msimu huu ambao umemalizika, licha ya kushinda ligi kuu Tanzania bara, lakini utagundua kwamba kuna namna kidogo Young Africans ili drop kiviwango. Utagundua ukiangalia mfano michuano ya kimataifa ambayo Young Africans alikuwa katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, CAF Champions League, unaona ameshia katika hatua ya makundi. Licha ya misimu kadhaa nyuma amekuwa na mafanikio makubwa sana. Hii yote inaonyesha ni kwa sababu Young Africans kwa msimu huu walikuwa kidogo wamedorora, na walikuwa wanahitaji namna nzuri ya kuweza kufanya, na namna nzuri ni usajili wa viwango. Kwa hiyo nafikiri baada ya Prince Dube kuna wengine wengi ambao wanakwenda kuacha, na sisi Mapro Media tutaendelea kukujuza ni nani na nani anakwenda kupata thank you na nani na nani sasa anarejea ama kukaribishwa tena Young Africans. Ni hayo tu ambayo nitaka nikugusie mwanafamilia Mapro Media. Asante sana kwa muda wako, nikusihi kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Hadi wakati mwingine, kwa sasa nikuage bye bye, tukutane next video. Asante na kwaheri.